Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, nawakaribisha tena mchana wa leo, tutafakari neno pamoja. Natamani nilete ujumbe huu unaobebwa na kichwa cha somo kinachosema songa mbele, usikate tamaa. Songa mbele, usikate tamaa. Nimewiwa kuzungumzia ujumbe huu unaobebwa na kifungu cha Biblia kwenye maandiko matakatifu katika sura ya 43 mstari wa 2, kitabu kile cha Isaya. Isaya 43 mstari wa 2 hata ule mstari wa 3. Anasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuangamiza, hautakuunguza. Mstari wa 3 anasema, maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimependa. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Taleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Nitaiambia kaskazi, toa, nayo kusi usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali, na binti zangu kutoka misho ya dunia. Anasema, upitapo katika maji mengi hautaangamia, lakini katika mito ya maji hautagharikishwa, katika miali ya moto haitakuunguza. Sikilize mtu wa Mungu, matatizo au changamoto hazina budi kuja kwenye maisha ya watu, lakini ni muhimu kujua ya kwamba kila kilichoruhusiwa na Mungu kipite kwenye maisha yako, kuna mlango wa kutokea, na kutia moyo kwa kusema songa mbele na kazi ya Mungu, usikate tamaa, usichoke. Hata kama walioinuka kukuchukia, kukusema vibaya, hata kama ni wengi kuliko wale wanaokupongeza, nataka kusema neno moja, walioko upande wako ni wengi sana kuliko walioko kwenye kambi ya adui, japo wanaoonekana kwa macho ni wale walioko kwenye kambi ya adui. Taizungumzia habari moja ya mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha. Alikuwa na Gehazi. Wakati wamelala usiku, Gehazi akaamka asubuhi yake, kama sikosei, akakuta kundi kubwa la wanajeshi wa kambi ya adui walioizingira nyumba. Akarudi ndani mbio, akamwambia bwana wake, akamwambia, ole wetu bwana wangu. Akamwambia, kuna nini? Anambia, nimekuta kuna jeshi kubwa limetuzunguka sana. Lakini Elisha akamwambia, usiogope, walioko upande wetu ni wengi kuliko walio upande wa adui. Kisha akamwomba Bwana, akamwambia, Bwana mfungue macho ili apate kuona. Alipoona naye hakupata hofu. Nini natujulisha?
ya kwamba Mungu ametuandalia jeshi kubwa la kutuhakikishia ushindi, japo